Ni furaha iliyoje mpendwa kukutana na wewe siku hii ya leo. Namshukuru Mungu ni kwa sababu ya kunipa kibali na kwa sababu ya kunipa nafasi hii nzuri nikaweze kunenea maisha yako kupitia neno la Bwana kwa jina la Yesu. Ujumbe wetu wa siku hii ya leo nimeupatia kichwa ambacho kinasema adui wa imani. Na kwa hiyo ningependa nikaweze kukusomea neno la Bwana. Na ni matumaini yangu ya kwamba neno hili la siku ya leo litahudumia maisha yako, litabadilisha maisha yako, litabadilisha mtazamo wako wa imani kwa jina la Yesu. Na ningependa tukaweze kujifundisha siku ya leo na neno ambalo limeandikwa katika kitabu cha Hesabu ya 13. Kuna mambo hapa ambayo ningependa tukaweze kujifundisha kutokana na hili neno ambalo limeandikwa na katika kitabu hiki. Na ningependa nikaweze kuanza mstari wa 25 na tukashuke hapo chini kidogo. Naongea kuhusu adui wa imani, the enemy of faith. Sababu kuna mambo ambayo Mungu anaweza kuwa ameyanena, mambo makubwa sana katika maisha yako, lakini huyu adui aingilie na ukose kuyapata. Na ningependa tukaweze kuelewa huyu adui wa imani siku ya leo ni nani, kwa sababu adui huyu amewazuia watu wengi sana waingie katika hatima zao. Adui huyu amewazuia watu wengi sana waingie katika baraka zao. Adui huyu ambaye ni adui wa imani amewazuia watu wengi sana wanamcha Mungu na wanapenda Mungu, lakini bado hawajaingia katika maeneo mapya ambayo Mungu amewaandalia kwa sababu ya adui huyu. Adui huyu ni nani? Nataka nikaweze kuongea kuhusu fear na nikaweze kuongea kuhusu kitu ambacho kinaitwa worry, kujali. Fear ni uoga. Na ningependa tukaweze kukubaliana hata kabla hatujaendelea sana, tukaweze kukubaliana ya kwamba uoga hautokani kwa Mungu. Uoga huwa unatoka kwa shetani. Shetani ndiye huwa analeta uoga. Na shetani akileta uoga anakuzuia wewe ukaingie katika mambo yale ambayo Mungu amekukusudia. Wacha tusome Biblia tukaweze kusikia maandiko yanatufundishaje siku hii ya leo kwa jina la Yesu. Nitaenda pole ili ukaweze kufundishika. Wakarejea baada ya kuipeleleza nchi mwisho wa siku 40. Hawa ni watu waliotumwa na Musa waende wakaipeleleze nchi ya Kanaani. Mpendwa, ningependa ukaweze kufahamu ya kwamba Mungu already alikuwa ameapa. Na Mungu hakuwa ameapa wakati huo. Mungu alikuwa ameapa hata kabla watoto hawa hawajazaliwa, sababu Mungu alimwapia Ibrahimu alipomtokea na akamwambia, uzao wako utakuja kutekwa, utakuja kupelekwa katika nchi ya utumwa, na baada ya miaka 400 nitawarejelea na nitawatoa katika utumwa huo na nikaweze kuwapeleka katika nchi ya ahadi. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo Mungu alikuwa ameyanena hata kabla Israeli hajazaliwa, sababu hapa Mungu anapomtokea Ibrahimu, Isaka bado hajazaliwa, na Isaka ndiye aliyezaa kizazi hiki ambacho kiliingia Misri. Na kwa hiyo ndio manake nikatangulia kukuambia kuna uwezekano mkubwa ya kwamba Mungu ashanena na maisha yako. Mungu ashaachilia kile kitu ambacho kinahitajika katika maisha yako. Mungu already hatima yako ameitengeneza. Lakini kwa sababu ya fear, kwa sababu ya huyu adui wa imani,
basi anatuzuia sisi kuingia katika hatima zetu, sisi kuingia katika maeneo mapya ambayo Mungu anataka tukaweze kuyaingia. Sababu adui akileta fear, anapoleta fear inapoingia katika maisha ya mwanadamu, huwa inaondoa kile kitu ambacho kimenenwa na Mungu. Sababu tunaanza kuchukua mambo na mawazo ya kibinadamu, tunaanza kuwaza katika hali ya kiwanadamu, na tunasahau ya kwamba Mungu already ashanena, na Mungu already ana mpango mzuri na maisha yetu. Lakini adui, kwa sababu kazi yake ni kuharibu, sababu adui kazi yake ni kusambaratisha, sababu adui kazi yake ni kutawanya. Sasa akituletea fear hiyo inatugandamiza, tunasahau na ahadi ya Mungu, na tukisahau na ahadi ya Mungu juu ya maisha yetu, basi imani inakosa nafasi ndani ya mioyo yetu, imani inakosa nafasi katika maisha yetu. Wacha tuendelee. Wameipeleleza nchi siku 40, mstari wa 26. Wakaenda wakafika kwa Musa na kwa Haruni na kwa mkutano wote wa wana wa Israeli katika jangwa la Parani huko Kadesh. Wakawaletea habari wao na mkutano wote wakawaonyesha matunda ya nchi. Washaenda, wamepeleleza nchi, wamerudi. Mpendwa, wamekuja hata na matunda kutoka katika nchi hiyo. Wakamwambia wakasema, tulifika nchi ile uliyotutuma, na hakika yake ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali, na haya ndiyo matunda yake. Bwana alikuwa amemwambia Ibrahimu ya kwamba nitawapeleka katika nchi ya maziwa, nchi ya asali na maziwa na matunda. Na kweli, kwa sababu wameenda na wakashuhudia ya kwamba yale maneno ambayo Mungu alikuwa ameyanena yako katika nchi ile. Mpendwa, lakini watu wanaokaa katika nchi ile, adui sasa amechukua nafasi yake. Tunaongea kuhusu adui wa imani. Adui wa imani, adui wa imani ambaye anakuzuia wewe kuingia katika hatima yako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wameenda, wameona ya kwamba kuna maziwa na kuna asali na wamekuja na matunda, lakini sasa wameanza habari ambazo hazifai kabisa. Bwana asifiwe sana. Wameingiwa na fear, wameingiwa na worry. Wanasemaje watu hawa? Lakini watu wanaokaa katika nchi ile ni hodari, na miji yao ina maboma, nayo ni makubwa sana. Na pamoja na hayo tuliwaona Waanaki huko. Amaleki anakaa katika nchi ya Negebu, na Muhiti na Muyebusi na Muamori wanakaa katika nchi ya milima, na Mkanaani anakaa karibu na bahari na kando ya ukingo wa mto wa Yordani. Kalebu akawatuliza watu mbele ya Musa akasema, na tupande mara tukaitamalaki, maana twaweza kushinda bila shaka. Huyu ni Kalebu mwana wa Jefune. Mbali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, Kalebu amesikia maneno ambayo watu hawa wameanza kuyaongea, ni maneno ambayo ni kinyume na imani ile waliokuwa nayo, kwa sababu walitumwa na Musa waende katika njia ya imani, na wakaenda na wakafika Kanaani. Na kwa hiyo ilikuwa ni warudi waletee wana wa Israeli habari nzuri ya kule ambako waliko kwenda. Na Kalebu
akiwa amejawa na Roho wa Mungu, akaona ile direction watu hawa ambao waliokuwa wameenda nayo sio direction ya Mungu. Akahisi ya kwamba watu hawa wameanza kupotoka katika njia ya Mungu, wameanza kupotoka, sasa ni maja kutoka. Akaona sasa watu hawa wameanza kuleta habari ambayo hawakupaswa kabisa kuiongea, sababu Mungu already alikuwa ashaongea ya kwamba nchi ile atawapatia, na hakuna kitu ambacho kingezuia ahadi ya Mungu ikatimie. Neno lake linasemaje? Huwa analifuatilia ili likatimize makusudi yake. Na kwa hivyo kama Mungu amenena, basi ujue ya kwamba atatimiza hicho alichokinena. Ritwa rya Mwathani Ngai witu rirogoshwo. Kalebu akawatuliza watu mbele ya Musa, akasema, na tupande mara tukaitamalaki, maana twaweza kushinda bila shaka. Mtu wa Mungu huyu ambaye amejawa na imani. Unajua imani, unapokuwa umejaa imani, hali haziwezi zikakubadilisha. Unapokuwa umejaa imani, mazingara hayawezi yakakubadilisha. Unapokuwa umejaa, wewe ni mtu wa imani, zile hali ambazo unazozipitia saa hii, ama zile hali ambazo umezipitia huko nyuma, hali hizo hazitokusababisha wewe usitengeneze kesho yako. Bwana asifiwe sana. Hali hii ya leo na ile hali ambayo umepitia, wazungu wanasema kwamba jana imeshapita. Ni kana kwamba sasa jana imekufa, na leo imebeba mimba ya kesho. Kwa hivyo kesho bado haijazaliwa. Na kwa hiyo yale mambo ambayo umepitia kule na yale unayoyapitia saa hii, ukiwa wewe ni mtu wa imani, hayatakuzuia wewe kuingia katika hatima yako. Hayatakuzuia wewe uingie katika ahadi ya Mungu juu ya maisha yako kwa jina la Yesu. Lakini ukilegea kama watu hawa walioenda Kanani na wakaona kweli kuko sawa. Unajua Mungu anaweza kuwa amenena mambo mengi juu ya maisha yetu, lakini tunasumbuliwa na mazingara. Tunasumbuliwa na kule tumetoka. Tunasumbuliwa na mahali tumefika na mahali tumetoka. Lakini tunasahau ya kwamba Mungu ana uwezo wa kubadilisha mambo ya kesho. Ritwa rya Mwathani Ngai rirogoshwo. Mbali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa, kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile nchi walioipeleleza. Wakasema, ile nchi tuliyopita kati yake ili kuipeleleza ni nchi inayowala watu. Can you imagine? Wanaoikaa na watu wote tuliowaona ndani yake ni watu warefu mno. Kisha huko tuliwaona Wanefili, wana wa Anaki waliotoka kwa hao Wanefili. Tukajiona nafsi zetu huwa kama mapanzi, nao ndivyo walivyotuona sisi. Walijiona nafsi zao kuwa kama mapanzi, nao ndivyo walivyowaona wao. Hawa ni watu ambao wanashuhudia uoga, sababu wanasema kwamba wale waliwaona kama mapanzi, lakini wale hata hawajaongea. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na kwa hiyo sasa walipoanza kujiona kama wao ni mapanzi, waliingiwa na roho ya kujishusha. Na mtu anapoingiwa na roho ya kujishusha, roho ya kujidharau, roho ya kujichukia, anajikosea, maana imani inaondoka.
Hata kama Mungu ilikuwa atende muujiza, muujiza ule unakosa njia, sababu umejishusha, sababu umejidharau, kwa sababu umejikosea kipimo. Praise the Lord. Watu hawa wakaingiwa na uoga, wakaingiwa na worry. Uoga ukawaja, kujali kukawaja. Kwa hivyo wakakosa, wakasahau na yale maneno ambayo Mungu alikuwa ameanena. Wakasahau na ile ahadi ambayo Mungu alikuwa ameinena juu ya maisha yao, kwa sababu ni Mungu alikuwa ameongea, kwa sababu ni Mungu alikuwa na mpango na maisha yao, sababu yeye ndiye aliyesema kwamba atawapandisha watoke Misri waelekee Kanani, nchi ya ahadi, nchi iliyojaa asali na maziwa, nchi iliyojaa nyama. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini walipoenda wakarudi, wakaja na ripoti mbaya ya kwamba wao wamejiona nafsi zao ni kama mapanzi. Adui wa imani. Adui mpendwa, tunaongea kuhusu adui wa imani. Ni nini kitafanyika baadaye? Watu hawa kwa sababu ya ripoti hii mbaya ambayo wameletea kusanyiko la wana wa Israeli, ni nini baadaye kitafanyika? Nataka tuangalie neno hilo hilo katika Hesabu ya 14. Tuone ule mkasa ambao wameleta katika kongamano nzima la wana wa Israeli. Ni vizuri sana kuangalia na kujipima na kujua kwamba ni Mungu amenena, na kama ni Mungu amenena basi yeye atatimiza. Hatupaswi kuingiwa na hofu, hatupaswi kuingiwa na uoga ambaye ni adui wa imani, kwa sababu adui wa imani akiingia anaondoa neno lile ambalo Mungu amelinena juu ya maisha yetu. Mpendwa, Mungu anakuwazia mawazo makubwa, lakini wewe uko tu hapo unaangalia hukusoma. Mungu anatangaza ya kwamba ana mipango mizuri na maisha yako, na anataka akupanue katika kiwango kingine cha juu, anataka akupeleke katika kiwango kingine. Mungu anatamani ukaingia katika hatima yako, lakini bado uko, afadhali ningefanya hivi, afadhali ningekuwa hivi, afadhali ningefanya namna hii, afadhali kungeenda hivi, afadhali wazazi wangu wangekuwa hivi, afadhali ningekuwa kama fulani. Lakini sasa haukuwa hivyo, lakini sasa wazazi hawakuwa hivyo, ni tufanyeje? Sisi ni wana wa Mungu aliye hai, na kama sisi ni wana wa Mungu aliye hai, sisi ni wabarikiwa. Na hivyo ndivyo Biblia inavyosema ya kwamba sisi ni wabarikiwa. Na kwa sababu sisi ni wabarikiwa, basi haijalishi tumetoka wapi, haijalishi tulizaliwa wapi, aidha tulizaliwa kwa nyumba ama tulizaliwa barabarani. Hata Kristo mwenyewe alizaliwa katika hori la ng'ombe. Kwa hivyo haijalishi mahali ulizaliwa, Yesu mwenyewe alizaliwa ndani ya hori la ng'ombe, alizaliwa na mikojo ya ng'ombe, alizaliwa na mavi ya ng'ombe, alizaliwa huko, alichangamanyikana na watoto wa ng'ombe. Lakini hiyo haikumzuia Kristo akatimiza makusudi yake katika ulimwengu. Kwa nini unataka adui akachukue nafasi katika maisha yako? Kwa nini unataka kumpatia nafasi shetani akatumie mawazo yako kukuweka duni, ili hali Mungu already ashaongea wewe na maisha yako, ashaongea mambo makubwa na maisha yako, ashakuonyesha hata kwa ndoto vile ambavyo inahitajika ukakue. Amekunenea hata kwa ndoto, amekutokea katika maono, amekuonyesha waziwazi inahitajika ukafanyike nini katika maisha yako, lakini bado uliingiwa na adui wa imani. Sasa adui huyo wa imani anakusababisha hauwezi ukaendelea tena, anakufanya duni. Kama watu hawa wanaoenda kule, badala walete habari njema, wanasema wamejiona wao ni mapanzi. Bwana asifiwe sana. Wanasema kwamba tumejiona sisi ni mapanzi, tumejiona hatufai, kwa sababu mtu akisema anajiona kama ni mapanzi, basi inaashiria kwamba anajiona yeye pia hafai. Haleluya. Na kwa hiyo ni wakati umefika ukaliamini
neno la Mungu ambalo amelinena na maisha yako. Maandiko yanasemaje katika Hesabu ya 14 mstari wa kwanza na kuendelea? Mkutano wote wakapaza sauti zao, wakalia, watu wakatoka machozi usiku ule. Sikia, walilia usiku mzima. Kisha wana wa Israeli wote wakamnungunikia Musa na Haruni. Mkutano wote wakamwambia, ingekuwa heri kama tungelikufa katika nchi ya Misri, au ingekuwa heri kama tungelikufa katika jangwa hili. Hayo ndiyo maneno waliyawanena usiku mzima. Na mpendwa, Mungu alikasirika sana. Hasira za Mungu zilipanda sana usiku huo. Mungu akikumbuka kazi kubwa ambayo alifanya na watu hawa. Mungu akikumbuka kila kitu alikuwa amekiweka mikononi mwao. Kila kitu Mungu alikuwa amekiweka wazi mikononi mwao. Lakini kwa sababu ya kuingiwa na huyu adui ambaye ni uoga, adui ambaye ni fia na kujijali, wakasahau na ahadi ya Mungu. Sababu tunaposahau na ahadi ya Mungu, tunaanza kunungunika. Oh, heri ningefanywa, heri ningekuwa, heri ningefanya, heri ningeenda. Alafu hawezi ukabadilisha yale mambo ambayo yamepita, lakini Mungu amekuweka leo ili ukabadilishe kesho, ukabadilishe kesho, ukabadilisha maisha yako yajayo, ukabadilishe kizazi chako sasa. Mstari wa 3, mbona Bwana anatuleta mpaka nchi hii ili tuanguke kwa upanga? Wake zetu na watoto wetu watakuwa mateka. Je, si afadhali turudi Misri? Can you imagine? Baada ya Mungu kufanya kazi kubwa, baada ya Mungu kuwakomboa watu hawa na mkono wake, sasa wameanza kunungunika na kutamani kurudi Misri. Mtu wa Mungu, acha nisiendelee sana, kwa sababu ukisoma maandiko hayo utaona mambo mabaya ambayo yalifanyika. Sababu walitamani wafe, na Mungu akawaambia, kama mlivyoomba hivyo ndivyo itakavyofanyika, na walikufa. Neno letu la leo nilikuwa nataka tukaangalie, na tuangalie sana, tusije tukauziwa na shetani. Kwendelio guoya ni shaitani. Kwa sababu ya mazingara anakuhusia uoga. Kwa sababu ya background za kwenu anakuhusia uoga. Kabla haujanunua uoga huo, hebu angalia Mungu amenena nini na maisha yangu. Mungu ameongeaje kunihusu katika maisha yangu, ili ukaweze kukaa mtu ambaye anamtegemea Mungu. Na kukaa mtu ambaye anamtegemea Mungu ni kuinua kiwango cha imani. Mimi napenda sana kuongea mambo ya imani, sababu mimi ni mtu wa imani. Nimeona mambo mengi Mungu akiyafanya kwangu kwa sababu ya kumtumainia na kwa sababu ya kumngojea, kwa sababu sina uwezo wa kufanya mambo mengine. Lakini ninapoinua imani mbele za Bwana, yeye naye huwa anakuja na anatenda, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Mtu wa Mungu, adui wa imani, adui wa imani anatufanya tukaweze kuwa duni na tukasahau na makusudi ya Mungu, na tukasahau na lile neno ambalo Mungu amenena juu ya maisha yetu. Kwa hivyo nikimalizia, nitakwambia kwamba isifike mahali ukasahau na ahadi ya Mungu juu ya maisha yako, kwa sababu ya mazingara, kwa sababu ya kule ulikotoka, kwa sababu ya zile hali ambazo unazo zipitia wakati huu. No. Hata sasa Yesu anatenda. Hata sasa Bwana anatenda. Hata sasa Kristo bado anatenda. Hajaondoka katika kiti chake cha enzi. Hata sasa Bwana bado anatenda. Kwa wale wanaomtumainia na kwa wale ambao wanajua kwamba yeye ana uwezo na nguvu, yeye anatenda. Kwa hivyo mngojee yeye ambaye amekutokea akakwambia,
Mungu amekunenea mara ngapi? Mungu amekuonyesha mara ngapi kile ambacho anataka ukaweze kuwa? Kwa nini unaingiwa na doubt? Kwa nini hali zinakusababisha ukaingiwe na doubt ya kwamba si kama ni Mungu aliongea? Mtu wa Mungu, Jehova yeye ndiye aliyenena na moyo wako. Kwa hivyo regardless na hali zozote zile ambazo ungekuwa nazo kwa saa hii, ninakusihi kwa jina la Yesu, usikubali adui huyu achukue nafasi katika maisha yako. Kwa sababu akichukua nafasi ndani ya maisha yako, utaanza kunungunika. Na ukianza kunungunika, hasira za Bwana zitapanda juu yako kama zilivyopanda juu ya wana wa Israeli. Bwana amefanya kazi kubwa sana ili ukafike mahali umefika. Bwana amefanya kazi kubwa zaidi ili ukaweze kuwa vile ulivyo. Na kwa hivyo ana mpango mzuri na maisha yako. Ni nini inahitajika? Ni ukaliamini neno lake. Unapoliamini neno lake, ndiyo hauna leo, lakini ukaliamini neno lake. Unapoliamini neno lake, utakuja kufanyika kile ambacho Bwana alikusudia ukafanyika. Shikilia imani mpaka dakika ya mwisho. Shikilia imani mpaka dakika ya mwisho, kwa sababu yeye aliyekuahidi ni mwaminifu na kwa wakati wake atatenda. Bwana akubariki. Tukutane wakati huo mwingine, Bwana akitupa nafasi. Amen.